Angalau na shukuru sana msikilizaji wa 102.2 Luba FM. Dakika 30 baada ya kuweza kutimia saa 3 za usiku. Jinsi nilikuwa nimekujuza, angalau nitakuwa namleta mwenzangu Musa Brian Edaki moja kwa moja akiangazia kaunti ya Vihiga nini kajiri hivi leo, na mwisho kabisa nitakuwa natamatisha na maeneo ya kule Uasin Gishu na mwenzangu Sharon Lukurito. Lakini moja kwa moja Musa Brian Edaki. Naam mwenzangu Kennedy Babangida. Uvendi mwana wetu. Mbona kabisa mbaya garaha. Karibu sana. Naam, asante sana mwenzangu Kennedy Babangida, haswa moja kwa moja katika bunge la kaunti. Kila Jumanne sisi huweza kuangazia masuala ibuka katika kaunti ya Vihiga. Na mwenzangu utakubali kwamba niweze kuingia tu ndani moja kwa moja tarehe ya leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2020, saa zikiwa ni saa 3 dakika imekwisha kuingia 31, na tuanze kuangazia masuala ibuka kitaifa. Ni kwamba kufikia sasa takwimu za ugonjwa la COVID-19 kitaifa nchini Kenya ni kwamba jumla ya visa vya corona nchini Kenya ni 32,803. Jumla ya wale ambao waliweza kupoteza maisha siku ya leo ni 5, na wameweza kufikisha idadi kuwa 559, huku wale ambao waliweza kupata nafuu kutokana na gonjwa hili sugu la COVID-19 au ukipenda virusi hivi vya corona ni watu 19,055. Visa ambavyo vipo chini ya uchunguzi kwa sasa ni visa 13,189, na kwa sasa wale ambao wapo katika hali mahututi ni watu 44. Hiyo ni takwimu tu msikilizaji, kimuktasari tu kuhusiana na hali ilivyo nchini Kenya kutokana na vita dhidi ya janga la COVID-19. Kwa yule ambaye anatupata kwa sasa, mimi ni Musa Brian Dak nikipeana taarifa moja kwa moja kutoka eneo bunge la Vihiga katika mji wa Majengo. Tuendelee kuweza kuangazia kitaifa ni kipi ambacho kinajiri. Wanaharakati wameweza kulaani hatua ya polisi kuweza kuwakamata waandamanaji 7 katika kaunti ya Mombasa asubuhi ya leo. Maafisa wa polisi waliweza kudai kwamba waandamanaji hao waliweza kuvunja sheria ya kutotangamana iliyowekwa na Wizara ya Afya kuweza kupambana na janga la COVID-19. Kwingineko ni kwamba mamlaka bandari ya Mombasa imeweza kuboreshwa. Hii ni baada ya kupokea tingatinga 30 zinazonuia kuboresha shughuli ya uchukuzi katika bandari ya Mombasa, na haswa lengo kuu likiwa kupunguza msongamano kule bandarini, kusaidia kupunguza maambukizi ya virusi hivi vya COVID-19. Katika habari zingine kitaifa pia ni kwamba takriban wafanyikazi 119 wanaohudumu kwenye mamlaka ya bandari nchini wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19 tangu kuripotiwa kwa virusi hivyo vya corona nchini Kenya, kwamba wafanyikazi hao 119 wanaohudumu kwenye mamlaka ya bandari nchini katika haswa bandari ya Mombasa wameweza kuambukizwa gonjwa hili la COVID-19. Lakini tuweze kuingia mzima msikilizaji katika masuala ibuka katika kaunti ya Vihiga. Siku leo msikilizaji, kulikuwa na mengi ambayo iliweza kujiri moja kwa moja, tukiweza kuangazia tu ni kitu ambacho kinafanyika katika kaunti ya Vihiga. Na ukiweza kuangalia moja kwa moja katika mitandao ya kijamii ni kwamba Daktari Patrick Saisi ambaye ni naibu gavana kaunti ya Vihiga aliweza kufanya mkutano moja kwa moja na shirika la World Vision Kenya ambalo hakikisha kwamba kunaweza kuwekwa taasisi au mfumo ambao utaweza kusaidia vijana katika jamii. Na siku ya leo kuliweza kuwa na mkutano wa haswa kikao kizima cha Vihiga County Youth Technical Group. Ni kikundi ambacho kiliweza kutengezwa wiki iliyopita, na siku ya leo ilikuwa ikifanya mazungumzo ya moja kwa moja na naibu gavana Patrick Saisi. Ni kikosi au kikundi ambacho kina watu ambao wanatengeneza kamati hiyo nzima, ni watu 9 ambao wanatengeneza kikundi kizima, na siku ya leo msikilizaji walikuwa
wameweza kukutana kuweza kuangazia basi katika kaunti hii ya Vihiga ni kipi ambacho chafaa kufanyika kuweza kusaidia vijana kutoka nyanja mbalimbali. Na kikundi hiki kinaongozwa na mwenyekiti Ibrahim Memba katika afisi ambayo ipo katika afisi ya na naibu gavana wa kaunti hii ya Vihiga. Na baadhi ya masuala ambayo yaliweza kuangaziwa moja kwa moja na kikundi hiki ni kuweza, cha kwanza, kufanya identification na mapping ya vikundi vyote ambavyo vipo katika kaunti ya Vihiga. Ni kuweza kujua kikundi, kwa mfano kikundi cha Vihiga Youth Governance Alliance kipo katika wadi ipi katika kaunti ya Vihiga, na vile vile pia katika eneo hilo katika kaunti ya Vihiga tuweze kuzungumzia wadi kwa mfano ya Shiru, kuna vikundi vingapi ambavyo vinapatikana katika wadi hiyo ambavyo vinaongozwa na vijana na viongozi mbalimbali. Hicho kilikuwa kitu cha kwanza ambacho kiliweza kuangaziwa. Kitu cha pili ni kuweza kuangazia ile mifumo ambayo inatumika, policies ambazo zinatumika katika ngazi mbalimbali ambazo zinaathiri haswa vijana. Cha tatu ambacho kiliweza kuangaziwa moja kwa moja ni kufanya identification and mapping of areas ambazo zahitaji moja kwa moja utangamano na vijana, engagement kati ya washikadau mbalimbali. Kuna vitu ambavyo vinafanyika katika aswa kaunti ya Vihiga na vile vile huduma ambazo zapeanwa katika kaunti ya Vihiga ambazo moja kwa moja zahitaji mchango mkubwa wa vijana. Ilikuwa kuweza kujua mradi huu utahitaji mchango wa vijana, mradi huu utahitaji hiki, mradi huu utahitaji hiki, rasilimali hii itahitaji vijana kiasi fulani, rasilimali hii basi itahitaji kitu fulani. Ni kuweza kujua katika kaunti ya Vihiga rasilimali zipi na huduma zipi zinahitaji mchango wa vijana moja kwa moja. Pia vile vile kulikuwa na identification and mapping of areas that need youth engagement, na pia establishment of a youth desk at the county to address youth matters. Ni kumaanisha kwamba kulikuwa na kitengo maalum ambacho kitaweza kutengwa katika meza katika kaunti ya Vihiga, makao makuu, ambayo itakuwa ikiangazia masuala na mahitaji ya vijana kutoka kaunti hii ya Vihiga. Vile vile access to land banks that can be used to facilitate youth projects. Napozungumzia swala la land banks, msikilizaji, nazungumzia benki kama vile Equity Bank, nazungumzia vile kama KCB Bank ambazo zitaweza kusaidia wale ambao ni vijana kuweza kupata angalau mkopo wa kuweza kuanzisha biashara, kuanzisha taaluma fulani ambayo itaweza kuwasaidia vijana kuweza kujikuza kiuchumi. Vile vile pia mobilization and follow up employment and any other opportunities reserved for the youth. Ni kuhakikisha kwamba kunaweza kupewa changamoto kwa vijana, kwamba wanaweza kutafuta vijana mbalimbali ambapo wamekuja kwa pamoja, tuseme wameweza kusomea taaluma ya uandishi wa habari, wamesomea taaluma ya utengenezaji wa viti, utengenezaji wa meza, wengine wamefanyia taaluma ya kuweza kutengeneza pikipiki, kwamba wanaletwa kwa pamoja na wanapelekwa katika eneo ambalo lahitaji huduma ambazo wanapeana moja kwa moja. Alafu pia vile vile kuweza kuangazia zile nafasi ambazo zahitaji vijana kuweza kuingia na kuweza kujaza zile pengo ambazo zapatikana katika maeneo yale. Hiyo tu, msikilizaji, ni kimuktasari kuhusiana na mkutano ambao uliweza kufanyika siku ya leo katika afisi ya gavana afisi ya naibu gavana wa kaunti ya Vihiga, Daktari Patrick Saise. Hii ni kwa ushirikiano na shirika la World Vision Kenya ambalo liliweta pamoja kikundi cha wanakamati 9 ambao waliweza kuja kwa pamoja na kuweka mawazo pamoja kuweza kuangazia basi katika kaunti ya Vihiga ni nini na nini na nini chafaa kufanyika, kuona kwamba vijana wanaweza kupewa kipaumbele, vijana wanapewa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuinuka kiuchumi. Kando na hayo pia, msikilizaji, nilikuwepo. Hii
siku ya leo katika kaunti ya Vihiga, eneo bunge la Hamisi, haswa wadi ya Shiru katika soko la Cheptulu. Moja kwa moja, si kuwa peke yangu, pia vile vile nilikuwa nikiangazia masuala na vijana, masuala na uongozi, na si kuwa peke yangu msikilizaji. Nilikuwa na mwenyekiti wa Vihiga Youth Governance Alliance ambaye ni Bwana Silas M. Masambu, alikuwa nami moja kwa moja, na tulikuwa tunaangazia masuala ambayo yanamwathiri kijana, yanamwathiri yule ambaye yupo kati ya umri wa miaka 18 hadi miaka 35, kwa sababu huo ndio umri wa vijana kikatiba. Nilikuwa nikiangazia katika ngazi ya uongozi, basi wanaathirika kwa njia gani? Katika ngazi ya aswa vile vitengo mbalimbali ambavyo vinaathiri vijana, wanaathirika kivipi? Kuweza kuzungumzia masuala na uchumi, kuweza kuzungumzia masuala na kuweza kupata zile huduma ambazo wanahitaji kama vijana. Na msikilizaji, tuliweza kujadili mengi zaidi. Nikiweza durusu tu kidogo, mwenzangu utanikubalia kwamba niweze kuingia tu dakika ambazo zimeweza kubaki 5 kuweza kuangazia tu ni kipi ambacho tuliweza kuzungumza moja kwa moja kutoka eneo hilo la Cheptulo. Tuliweza kuangazia nafasi ya kijana katika uongozi. Nafasi ya kijana katika uongozi ni nini? Kijana anahitaji kujua nini ambayo itaweza kumpatia uelewa zaidi wa uongozi, kwa sababu ni muhimu uweze kufahamu uongozi ni nini, ndiposa pia nawe kijana uweze kuamka na kusema kwamba tayari nimefahamu uongozi wamaanisha hivi na hivi, basi mimi naweza kuwa kiongozi katika sehemu mbalimbali. Pia msikilizaji, tuliweza kujadili masuala na uchumi. Vijana wanaathirika vipi kiuchumi? Kando na hayo, pia tuliweza kuangazia masuala na elimu. Mchango wa vijana katika aswa sekta ya elimu. Ni kipi ambacho kinafaa kuleta kwa pamoja ili kwamba iweke mizani iwe sawa, ya kwamba kijana anapokuwa pale shuleni, pale chuoni, anapewa mafunzo ambayo yanaenda moja kwa moja na taaluma ambayo anakwenda kuifanya. Pia vile vile tuliweza kuangazia mchango wa aswa mafunzo ya pale chuoni, aswa tukiangazia mafunzo ya technical education, kuweza kuangazia una mchango upi katika kuweza kukuza hali ya elimu katika masuala ya vijana. Kando na hayo, pia tuliweza kuangazia masuala na kuweza kuwekwa mifumo ambayo itaweza kusaidia vijana kuweza kuangazia kiundani zaidi yale masuala ambayo yanawaathiri, the policies that can be able to help the youth to have a grounding. Kisheria ni kipi ambacho kinaweza kuwekwa, ni kipi ambacho kinaweza kubadilishwa, na ni mengi msikilizaji ambayo tuliweza kuyajadili moja kwa moja siku ya leo, nikiwa na mgeni wa kwangu Bwana Silas M. Masambu. Na mwenzangu, naona kwamba dakika za kwangu ni kama zinakaribia kwenda kuyoyoma, na ni mengi tu zaidi ambayo niko nayo kuweza kumfahamisha msikilizaji. Ni kumwambia tu kwamba asikae mbali na kituo hiki cha 102.2 Dubai FM. Fuatilizia kurasa ya Facebook Journalist Musa Baranya, nitakuwa ukipata mahojiano haya moja kwa moja kabambe zaidi jinsi ambavyo yaliweza kutukia siku ya leo, tukiwa na Bwana Silas M. Masambu akizungumzia tu masuala mbalimbali, pia vile vile akizungumzia maisha kwake katika uongozi. Basi wewe kama kijana wafaa kutarajia nini? Wafaa kufanya nini kuona kwamba unaweza kuboreka haswa kielimu, unaweza kuboreka kiuchumi, na pia vile vile mchango wako katika masuala mbalimbali ambayo yanamwathiri kijana, masuala na uongozi, masuala na elimu, masuala na uchumi, masuala na kuweza kuzungumzia uchaguzi, masuala ya uongozi. Kijana una nafasi gani katika sekta hiyo kuhakikisha kwamba unaweza kuwafikia yale ambayo yameweza kutengwa, na vile vile kisheria ni kipi ambacho kinafaa kufanyika haswa katika gatuzi na vile vile kitaifa. Pia utaweza kupata nafasi nzuri zaidi ya kuweza kujua kama kiongozi una nafasi gani ya kuweza kuwasaidia vijana kuwafikia yale malengo ambayo wameweza kuyaweka moja kwa moja. Pia vile vile wewe kama mzazi, mchango wako upo wapi katika kuweza kumsaidia kijana pale nyumbani kuweza kuwafikia yale malengo ambayo ameweza kuyatenga. Mwenzangu, ni kiduchu tu cha yale ambayo tuliweza kuyazungumzia usubuhi wa leo, na ni kumwambia tu msikilizaji kwamba hakikishe tu anafuatilizia kurasa za kijamii, anatembelea MHZ 102.2 Dubai FM pale Facebook, pia vile vile @Dubai FM pale Twitter, na pia kunifuatilizia katika kurasa wangu wa Facebook
tafuta journalist Musa Brian, utakuwa ukipata uhondo kamili wa mahojiano na Bwana Silas M. Masambu ambaye ni mwenyekiti wa Vihiga Youth Governance Alliance. Na nikimalizia tu nikumwambia msikilizaji kwamba Jumanne ijayo utakuwa naweza kushirikiana tu na shirika la Friends of Hope. Shirika la Friends of Hope nitakuwa nao Jumanne ijayo tukiweza kuangazia tu msikilizaji masuala ya moja kwa moja, kuweza kuangazia ni kipi ambacho mashirika yasiyo ya kiserikali yanaweza kufanya kuweza kusaidia kuinua hali ya kiuchumi, kuweza kusaidiana kuongeza au kuwanufaisha watu mbalimbali. Mchango wako ni upi katika jamii? Sio lazima uwe katika nafasi kubwa, lakini mchango wako katika jamii waweza kuwa upi ili kwamba uweze kuboresha mambo mbalimbali. Ijumaa ijayo itakuwa moja kwa moja na Bwana Silas M. Masambu katika kuangazia swala zima la Friends of Hope. Mwenzangu, sina budi ila kuweza kutamatia hapo na kuweza kumtakia msikilizaji usiku mwanana, na vile vile pia kumuomba kwamba omba radhi kwamba kumrai kwamba awe nami afatilizie katika kurasa za kijamii ili kwamba tuweze kumpatia habari kemkem moja kwa moja pindi tu zinapochipuka, na kama ameweza kupitwa na mahojiano yoyote anaweza kufuatilizia kurasa za kijamii ili kwamba aweze kupata kujua kipi ambacho kimeweza kujiri. Nikiripotia 102.2 Dubai FM kutoka Aswa, mji wa Majengo, eneo bunge la Vihiga, kaunti ya Vihiga. Jina langu ni Musa Brian Edaki. Na shukuru sana angalau msikilizaji moja kwa moja kuweza kumpata Musa Brian Edaki.